Naam, karibu tena mtazamaji. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amekanusha kauli yake ya Jumapili ya kuwepo kwa makubaliano kati yake na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kwamba Wiper haitamsimamisha mgombea yoyote katika kaunti ya Nairobi ifikapo mwaka 2027 na kwamba wataunga mkono wagombea wa chama cha DCP katika maeneo bunge yote 17 kaunti ya Nairobi. Ghafla Gachagua alianza kushtumu vyombo vya habari kwa kumnukuu vibaya siku moja baada ya kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kujitokeza na kujitenga na hisia za Gachagua. Anavyoarifu mwanahabari wa masuala ya siasa Chris Thairu, hisia za Gachagua tayari zilikuwa zimeanza kutikisa umoja wa upinzani. Na sisi tumepangana vizuri na kiongozi wa Wiper ambaye ndiye amekuwa akisaidia ODM hapa Nairobi. Tumekubaliana kiti cha gavana kitachukuliwa na DCP. Kiti cha seneta kitachukuliwa na DCP. Kiti cha women rep kitachukuliwa na DCP. Tumekubaliana na Wiper kati ya viti 17 kati ya DCP na Wiper tutachukua viti 16. Hiyo ilikuwa kauli aliyotoa kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua siku ya Jumapili wakati wa ibada ya Jumapili huko Kariobangi Kaskazini, akidai kuwa kulikuwa na makubaliano kati yake na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kuhusu kugawa maeneo katika kaunti ya Nairobi. Saa 48 baadaye Gachagua anavihutumu vyombo vya habari kwa kumnukuu vibaya. On Sunday, I said that DCP is in talks with Wiper and other parties in the United Oppositions. Yamkini kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka tayari alikuwa amejitenga na maoni ya Gachagua, akisema kuwa hakuna mpango uliotiwa sahihi. Na wache hii propaganda kusema ati Wiper imeachia DCP vitu vyote Nairobi. You know, they have to try everything wagonganishe Kalonzo na Gachagua. Ila ni wazi kwamba hisia za Gachagua tayari zilikuwa zimeanza kutikisa umoja wa upinzani. Kiongozi huyo wa chama cha DCP ambaye alikuwa akipokea wawakilishi wodi watatu katika makao makuu ya chama baada ya kuchaguliwa katika tiketi ya chama cha DCP katika chaguzi ndogo zilizokamilika kaunti ya Nairobi, Narok na Kakamega, pia alimkashifu rais, akikejeli matamshi yake kuwa atakabiliana na wahuni siku mbili tu baada ya wahuni kuwarushia vitu wa machozi katika kanisa la PCA eneo la Kariobangi Kaskazini. As you tell Kenyans you want to make Kenya a first world country when goons are a unit within the National Police Service. How? A country run by goons. Mgawanyiko wa kisiasa ndani ya muungano wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 unasalia kuwa mojawapo ya mtihani mkubwa zaidi kwa vinara wa muungano huo. Chris Thairu, KTN, Nairobi. Tazama taarifa za KTN leo. Taarifa za michezo zinakuja kwenye muda usiokuwa mrefu, usiende mbali.